What's up guys, welcome to another video. Please subscribe, watch and like to my YouTube channel. I hope all of you are all good. I'm good too over here. So today I have a story, how being raised with a stepmom affected my life. So let's get into it. So I come from a polygamous family, and it has not been easy while growing up in a polygamous family. My dad and my mom separated, and my stepmom was already in the picture. So I and my siblings were taken in by my stepmom and our dad. At first, nakuanga kuzuri, everything is good, she treats you well. Saizo ameficha her true colors. At this time was 8 years when my mom left. So we moved in together with our stepmom and our dad at 10 years. Because these 2 years we were living with our grandma. And yes, life was not easy at this moment. But as usual, mateso bado iko imeanza. I and my older brother were taken to Meru. My stepmom comes from Meru. Kaya tukapelekwa huko, tukaanza kuishi na wazazi wake, the parents to the stepmom. And the rest of my siblings wakabaki Nairobi. Stepmom had one child, a girl. At first, maisha ikakuwa nzuri. At this moment in Meru, I was in Meru. So my siblings and I tulikuwa tumeenda kutembea huko before tubaki. And guys, so the moment the holiday was over and it was time for them to go back to Nairobi, I just felt like my world had shattered already. I don't know why, but deep down I felt sad. So ndo they started changing towards me. Nikatafutiwa shule huko. Brother yangu pia akajoin secondary school, and mi nikatafutiwa private school. Hapo ndo hate ilianza kuja. I don't know why. Mi sikuwa nimewakosea in any way, but hapo ndo hate ilianza kuja. Real hate. Every time they could call me lazy in Meru. This name was Kadao, lazy, a lazy person. Every time, every day, they could call me lazy. These people literally brought my self-esteem down. And this is the moment that I needed someone to show me this and that, do this and that, While growing up, you need someone to direct you on what to do. These people made my self-esteem go down. I hated myself. And every time I could remember my mom, I could remember the last day that she came visiting and she left. I could cry, and crying I would say, "Mom, why did you leave me? Mbona uliacha niteseke huku? Why did you leave us? Why?" Every time kulikuwa na visiting shule, I see families come together, and families come together, wanakuja kuvisit mtoto wao mmoja. Whereas mimi nimekuja kuvisitiwa late. Families wanaraukia shule, mimi nangojea around saa 7 na huko or saa 8 ndio mtu anafika. I could watch other kids enjoy their family, small family or big family, they're happy. Whereas mimi niko tu hapo, my family separated in a bad way. Hakuna unity, hakuna happiness. Uko place ingine hata ujui, you're not used to. I just felt bad, I just used to feel bad and wish that I was just like them. I just wanted parental love, Growing far away from your parents, it's not easy, guys. It's not easy. I was not even allowed to have friends. When you go visit a neighbor, or the neighbor's child come to visit you, or your friends come to visit you, that day unachapwa kama umbwa. You'll be beaten and they'll tell you hakuna
and they'll tell you usiwe patikana kwa neighbor, usionekana na mtoto fulani, or you know, ni kama ulikuwa unafaa kukaa peke yako. This time I need to socialize with other kids, you know. Hauruhusiwi kuwa na marafiki. You're just supposed to stay alone. I don't know why, but I feel that really affected me, because this is a time that I need to build my confidence, my courage, you know. But build aje courage yako if they don't give you the opportunity to. I remember, but this time I was in class 7. So my siblings came visiting. Walinipata na matuta kwa nywele. I looked homeless. Matuta zimejaa kwa nywele. My siblings looked good and kept. Baka walishanga, huyu ni nani? Anakaa aje? Matuta kwa nywele. Like my dad was sending them money for my upkeep. Mimi hata singepelekwa, singenunuliwa hata nguo nzuri. Singepelekwa hata salon nishukwe vizuri. Mimi ile time moja nilishukwa na braids. It was around, I think, braids number 30. At the time, I think nilikuwa nimeshuka style nikitoka Nairobi. I had went visiting the previous time before the wakuje hii time nyingine. So hizo braids nilikuwa nimeshukwa nazo hiyo time. Nikikuja nikabomoa, ndo niliambiwa niziweke. Every time unafaa kwenda kushukwa, maybe nikiwa holiday, ndo unaambiwa uoshe hizo braids, paniki hapo zikauke na jua, ndio uende ushukwe nazo. Let me tell you guys, hizo braids zili change hadi color, you know, zimechomwa na jua zika change color. Unaziosha, unazianika kwa jua, uende ushukwe nazo. Unaenda kushukwa no saizo nywele ijachana, you know, unaenda ka blow dry ndo uchane nywele ikuwe soft. At least the moment the salonist anagawa nywele isikuwe ngumu sana. My friend, I'm telling you, nilikuwa nipande nioshe na hiyo nywele ndo niende nishukwe hivyo. Kama nywele imekauka kwa kichwa, you know how painful it is kugawa nywele kama hujachanwa. That's how nienda salon na nishukwe nywele ikiwa imekauka hivyo. Every time I could go back to school, naambiwa chukua hii so moja, enda ushuke lines kwa nyuma, chanwa nywele. How painful that is. How painful hiyo kichwa ungetoka hapo kisikia. Wezi kubaia nguo, wanaenda wanachukua zile nguo zenye walikuwa wanavaa kitambo, zile mzee wameficha. Wanakuwekea hapo, wanakuambia chukua uoshe, wanike, hizo ndo utakuwa unavaa. Sasa hizo pesa imetumwa uende ununulie nguo, upelekwe salon, and you be taken care of. Kila kitu. Guys, I'm telling you, hata kama ni mtoto wenyewe una treat hivi, it's not right. Kama unajua utawezana na mtoto, just tell the dad. Ama utawezana, kuliko kukana mtoto wenyewe umpitishie maisha tu ngumu hivyo. Then I remember that kupika inafika, wewe unakuwa jikoni upike, na saa hizo ni hiyo mti imekatwa jana ama hiyo siku, ndo unaambiwa uende ukatikati hizo branches. Zilikuwa cedar tree. Katikati hizo branches, utoe hizo matawi, then ukuja upike nazo zikiwa mbichi. You know how hiyo moshi, utaka kwa hiyo moshi ukipika mpaka chakula hivi. And they are in the sitting room watching TV. That's the life that I used to live there. Unakuwa mweusi hadi hiyo moshi inafanya unakuwa mweusi hadi ujulikani kama ni wewe. Una beat kama kitu ingi. I remember this day nilitumwa Pampers na stepmom. She had came visiting in Meru. Then kukanyesha. So nikachelewa kidogo. She expected me. You know how shops in Meru are so far. Ndo pate Pampers. So she expected me to go. Nikimbia nimeenda na nimerudi. Sasa kumenyesha. She expected me kunyeshewa nikirudi nikileta Pampers. I remember her
akinichapa makofi kama za mtu mkubwa, pinching me, ati nimechelewa kuletea mtoto wake pampers. Sasa hizo kunyesha venye hata ungeza kurudi na hiyo mvua. Ananichapa nimechelewa kuletea mtoto wake pampers. And you know how shops are far in Meru. Huko ndani. Time unafanya kitu unaitwa lazy, and na wawezi fanya kitu wenyewe. Kosea mtu lakini anakutreat ni kama ulifanya makosa kuja kwa maisha yao. I remember juu walikuwa wanatumanisha chakula, walikuwa farmers, so wanatumanisha chakula Nairobi kwa gari. I remember writing some letters na nisitaki kukaa Meru tena. Nikiambia babangu, just don't want to stay in Meru again. Nimechoka kukaa Meru. Mimi nateseka, but maybe hakuzikuwa nazipata juu, because these guys used to show me hate for nothing. I was just a child, nimefanya nini? Every time wananipatia simu, unaongea wakiwa hapa kikuangalia. Was open up when babako you want this, you want something, or when unapitia. My dad came visiting once in Meru, came to see me. So this time alifika hivi kama nimemkimbilia. I hugged my dad so tight while crying, You're just happy seeing him, but you're tears of joy, longing to see someone you missed, someone you love. And this moment they were so afraid. They didn't want to see me near my dad. Maybe walidhania nitawasema. Ukiambia babangu we are going through this and that, he couldn't do anything at that moment. I just had to endure it. Ilifika time nikaambia babangu mimi nataka kupelekwa boarding. At least boarding unapata, you feel safe there, you feel free there, unasoma tu kwa amani. I just couldn't continue staying there. There's this time our bursar, wanachinjia pesa. Unarudishwanga pesa yenu at the end of the term. Ndo twende nayo nyumbani. Same after closing, I went home. Kwanza ni balance imebaki kwa wapi? Hiyo pocket money balance iko wapi? So this time sikuwa na don, nikamwambia imebaki shule, mwalimu hakuwa na change. So they started arguing. Chapatia pesa, there's nothing wanakubaia nayo. Wanaichukua na wanatumia venye wanataka. Wewe kuna tutababu kwa hiyo pesa. So they started arguing, wakasema ukifungua shule next time tunaenda na wewe. They just went to embarrass me kwa hiyo mwalimu. This time my dad alinifanyia shopping ya kurudi shule. Wanakagua kila kitu umebaiwa. Another thing is that after finishing class 8, walikuwa wanakata turudi Nairobi. This time my siblings walikuwa wamekuja kwa long holiday December, so ilikuwa time yao ya kurudi Nairobi, and wako wanataka nirudi. Walikuwa tumetumwa fare turudi sisi wote at the same time, so wakakula fare yangu na brother yangu. So ni vizuri brother yangu alikuwa amebaki na mimi, because I don't know kama wangekubalia nitoke huko if it was not for my brother. Uficha hata time ni wanatuachilia, walituachilia na madharau. They didn't want me to go to Nairobi because they knew what they were gaining from me. Kwa Nairobi pale sasa ndo madharau ilizidi, because walikuwa na mauchungu sana na mimi. I was at least there, my dad and my siblings. I felt safe around them, and I was so happy to join a boarding school. Kidogo school fees hakuna, so I just had to stay for a whole term. Nikajoin secondary second term. Nilikuwa nashughulikia watoto wa step mom wa 3. One was at school, so two walikuwa bado wadogo, nilikuwa naachwa nao. I was taking care of our kids. I was cooking for them, nawaoshia manguo. I do this, everything at home ni mimi nilikuwa nafanya. And still bado watakuonyesha hate. Unapika, unapelekea madam lunch, and she's there with her sisters. Wanaanza tu kuongelesha matope, wanakutusi.
for nothing. Ngoja kosea mtu, unakatazwa usiongee na mtu fulani, kuuliza swali, maybe anataka anaulizia kitu fulani, hiyo siku unachapo kama umbwa. So this woman alinichapa na mwiko, knowing well that it's not good in culture yetu, you know, Luya. Kuchapa mtoto na mwiko ni tena utaenda kupikia. He did it intentionally. Alinichapa na mwiko na bado akarudi kupika na mwiko. So mostly anifanya tu nikuwe zuzu. That's the amount of faith she had for me. I'm just glad my mom came back. If not for us, nilikuwa nakaje sahi. Stepmothers, please stop treating other women's children. Pia huko na watoto, ujui nini itakufanyikia kesho. I remember I and my sister, my big sister, tulikuwa tunaanzanga kufua nguo za whole week. Nakwambia ni milima ya mtumba. Tutafua the stepmom, our dads, zetu na za our step siblings zote. I and my sisters used to wash clothes on Saturdays. Tulikuwa tunaenda shule on Saturdays, tunatokea jioni around 4. Tungefua hizo manguo kutoka hiyo 5 hadi saa 8 ya usiku. Tumalize tuchote maji ilikuwa inapotea, so tulikuwa to refill the drums inside the house na besheni pia zijae maji. Unapata tunalala around 4 PM na by the next day by 7 tunafaa kuwa tumeamka. Ndio I go to the market, buy some groceries, sister yangu ajipange for the day. Life was not easy. I remember there's this time my sister used to, you know, I was in Nairobi, my sister was in Nairobi. Step aunts walikuwa wanakaa na sisi kwa nyumba moja. It was a self-contained house. They was mistreating my sister. Alikuwa na mtusi, alikuwa anaitwa na neighbors Mboch. Step aunt alikuwa na sister yangu Mboch, because she was the one doing every work and my dad couldn't do anything about it. Tulikuwa tunamistreatiwa kama yeye anafanya kila kitu kwa nyumba. Unatusiwa, you have done nothing but ile hate mnaonyeshwa. I don't know if they didn't know one day we will grow up, ama walikuwa ndani tutabakia tu kwa watoto. Life has not been fair on our side while growing up. Ever since my mom decided to go, life has not been fair. Hata kuvaa peke yake, our dad angetubaia nguo and ask us to, tukiulizwa na stepmom where we got the clothes from, tuseme tulijibaia from our savings. We just didn't want problem. And on the other side, the stepmom could go to Gikomba, abaia watoto wake, there were 3 gunia 3 za nguo, and akute nazo thinking that sisi tuko hapo tumekaa tunangojea labda tumebaiwa 1 or 2. Anatoa nguo zote kwa gunia, zote ni za watoto wake, zote nguo zinaisha zote kwa magunia, with hata sisi hata hajatubia hata t-shirt hata moja, zote ni za watoto wake. Vazi tutavaa mpaka siku yenye tutanunuliwa nguo na baba yetu. Hatuna nguo, ndio baba yetu anatubia tu nguo to let the stepmom if she asks nani ametubaia manguo. Stepmom had that tumenunua kwa savings. She asked our dad not to be giving us money, pesa itatuharibu. We just lived on survival kwa nyumba baba yetu. So there's this day we went to Kampunji to buy our innerwears. In that shop we were not allowed to kujipima, so the brass buy the right size and you go. Accidentally I took the wrong size. Kwenda kufika home kupima ainitoshei. Can you imagine this woman? Aliniambia nivae hiyo bra kiwa kadogo hivyo. Ni already a big girl, you know, at this moment I was 15 years. Ananiambia nivae hiyo bra nikuje. The woman is sitting with my dad. Ananiambia nivae bra hivyo nikuje nimuonyeshe venye nitoshei. And nitoe hizo manguo nimevaa juu. Like imagine, can you imagine I'm going to
kumuonyesha makeup na babangu anione nikiwa hivyo. Already I'm a big girl. I know my dad can't do anything. Can't do me anything hata akiniona. But why? I'm not a big girl. There's supposed to be privacy. I've never felt embarrassed. Babangu ananiona nikiwa hivyo. After that anaanza kunitusi in front of my dad, and my dad would not do anything. I've been so bitter for the longest time, you know, carrying the pain, the hatred for them, for the stepmom and her sisters and her mother. My dad was down financially. Before Shago kwetu Western to live with our mom. Mamangu alikuwa amerudi. Life was not easy. Life imekuwa ngumu, and I thank that woman. Hata kama alirudi, she took care of us, you know. Hata kama tulikuwa tunateseka na she took care of us. She took care of us. Angeenda kulimia watu apate 200, bora tupate chakula. That's all she cared about. It was even hard joining school jatu kwa na pesa your time. Angeenda zunguka apande milima, akienda kutafuta bursaries ndio tuweze kujoin shule. Uzuri, the school we joined ilikuwa ya mtu mwenye a relative mwenye anajuana na mama yangu, so akatuallow to join. Ilikuwa shule ndo inaanza, so this makes high school. Just to join the school ndo tumlipe baadaye pole pole, and I'm so grateful to that teacher. Kama si yeye, I don't know kama tungesoma hata. I'm so grateful to my mom. This time my dad was down financially, and she stepped up to make sure that tunaenda shule hata kama things were so hard. She tried her best. Tulirudi Ushago kuishi na mama yetu, yeye alibaki Nairobi, and later this woman alimchomea kwenye alikuwa anafanya kazi, akavutwa kazi, and akaenda ikabidi sister yangu amekuwa Mboch. That's where she started life. Ameenda akakuwa Mboch na ndo aweze pia kutusupport sisi pale nyumbani na kidogo anapata. I'm so grateful to her. With my sister's help tulimaliza shule, no matter how hard life was. I'm so grateful to both of them and my mom. Life was so hard pale nyumbani, and you know, kama si mama yangu, maybe sasa pia mimi ningekuwa, maybe I don't know where my life would have been right now. Maybe ningekuwa bibi ya mtu nimepata na huko Ushago. Maybe ningekuwa na watoto 5 saa hii na huko nje. I'm so grateful to my mom and my sister. I'm so grateful for my dad. Pia kututupa. The moment he got back on track, alitushughulikia. I still love him. I love my mom. I can't blame him for marrying a second wife. You know, I've been so bitter the whole time with my stepmom. Nilikuwa nimebeba grudges, and every day nilikuwa bitter. Thinking about her, I was so bitter. Saying to myself, nitakutana na yeye mahali, I don't know if I will ever talk to her. I always said that nikutana na yeye mahali, I'll just give her negative energy the same she gave to me. But I found peace within myself. I just forgave her. At least now I'm at peace. Peace was something that I didn't have in my life. So this woman and her family traumatized me. They made my low self-esteem go down. They made me hate myself. Till to date, I've learned to take care of myself and find solution to my problems myself. Because I don't even have that strong connection with my mom. Because a lot was taken away from me while growing up. Like, I don't have that connection with my mom. Even till to date, when I have a problem, I can't even talk to my mom and tell her I'm going through this and that. Because how do I even start? I used to hate myself because they made me hate myself. But I forgave them. Because every day I was just getting bitter. Brothers and sisters wamekutana nao kwa barabara. But for me,
I've never met them even once. They're just there asking how our lives are going, tumefanya nini, tumefanikiwa aje, wakishtuka tu. They used to call me lazy. Au juu walikuwa hardworking up to date. Pia wanasafa tu huku nje. Life has not been easy on their side. I think God is just repaying them for what they did. Kama ni kusomeshwa, wamesomeshwa na pesa za babangu. Sisi hatujapata uwezo wa go past form 4 because pesa ilikuwa ishaisha. And now wako tu nje pia wanateseka tuna hii maisha. Life is not easy on them, so treat watoto wenyewe vibaya. Kama wazani nao warudishe tu kwao. I don't pay evil with evil, but I'm grateful to God. Mpaka penye nimefika, I'm okay. I'm at peace now. I forgive them for what they did to me, how they treated me. I'm just so happy wherever I am. Hata kama sijafika pale kwenye nataka kufika leo, I'm just grateful to God. So guys, thank you for watching, and please don't forget to subscribe. So see you to the next video, guys.